majina au jina langu naitwa Supa Kiroia. Ni mtumishi wa taasisi isiyo ya kiserikali inayoitwa Ujamaa Community Resource Team yenye makao yake makuu Ola City. Taasisi hii imeanza mwaka 1998 na kazi yake kubwa inalenga kuhudumia jamii za kifugaji kwa maana Masai, lakini jamii za wakulima wafugaji tunaita agro-pastoralist. Lakini kuna jamii zingine za pembezoni ambao wanaitwa Wakie au kwa lugha iliyozoeleka kwa Kimasai ni Wadorobo. Lakini jamii nyingine inaitwa Wahadzabe. Hao Wahadzabe wanapatikana katika wilaya ya Karatu kwa huo Arusha karibu na Lake Eyasi. Hizo ni jamii hizo mbili kwa maana ya Wakie pamoja na Wahadza, jamii zinazoishi kijima. Maisha yao ni ya kuhamahama, wanakusanya matunda na wanyama wadogo wadogo wa porini, ndio maisha yao yalivyo. Lakini UCRT kama nilivyosema ni taasisi isiyo ya kiserikali. Inafanya kazi ikilenga maeneo kama manne hivi makubwa kwenye kuhudumia jamii. Eneo la kwanza ni eneo la ulinzi wa ardhi au kwa Kiingereza tunaita tenure security. Lakini eneo lingine ni kujenga uwezo kwa zile taasisi za serikali za vijiji mfano zinazosimamia utawala wa rasilimali zote hizo za asili pamoja na ardhi. Lakini lingine tunafanya au tunawalenga jamii zote za pembezoni kwa maana ya kukuza uchumi wao na kuwawezesha, hasa ndani ya hizi jamii kuna jamii hiyo wameweza kuwakandamiza baadhi ya vikundi vingine, mfano wanawake, vijana hawapati fursa kubwa. Kwa hiyo kwenye kipengele cha socio-economic empowerment tunawalenga sana sana wanawake, kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa kuzungumza mbele ya wanaume, kupigania na kupata nafasi mbalimbali za uongozi katika ngazi za serikali za vijiji, vitongoji, lakini waweze pia kudai maslahi yao. Mfano ardhi inavyogawanywa kijijini, tunawajenga wanawake waweza kutambua hizo haki zao na kuomba nao wapewe viwanja inapotangazwa labda mfano na serikali za vijiji. Tofauti na kule nyuma tunawakuta kwamba viwanja vikigawanywa kijijini, vijiji havina habari na wanawake. Kwa hiyo wanaonufaika sana sana ni wanaume. Lakini baadaye UCRT ikagundua kwamba kuna huo mlango ambao unawakandamiza hilo kundi. Kwa hiyo tukakuja na hicho kipengele cha kuwajenga kiuchumi kwa maana ya kuwawezesha wakae kwenye vikundi vidogo vidogo ili wapate nguvu ya kiuchumi, lakini pia wapate nguvu ya sauti. Lakini eneo lingine tunalosimamia zaidi kama UCRT ni kuhakikisha kwamba rasilimali zile za asili zinasimamiwa katika hali ya muendelezo. Kwa Kiingereza tunaita sustainable natural resource management. Lengo waweze kuvuna au jamii waweze kutumia ama kuvuna hizo rasilimali asili kwa uratibu mzuri ambao haupelekei kuisha moja kwa moja, lakini ikijua kwamba kuna kizazi cha nyuma kinachokuja. Kwa hiyo wanapotumia wanahakikisha kwamba wanasimamia ili isije ikaisha moja kwa moja. Kwa ufupi nitazungumzia hapo UCRT kwa sura hiyo. Lakini nikienda sasa kwenye jukumu langu katika taasisi ya UCRT, mimi kazi yangu kubwa ni tunasema kwa Kiingereza ni grazing trainer au ni mkufunzi kwenye eneo la masuala ya malisho. Kwenye jamii tunayolenga sisi, mfano jamii ya kifugaji wa Masai, wanahitaji sana malisho kwa ajili ya chakula. Yaani ni msingi wao kabisa kwamba kuendesha maisha yao ya kawaida katika ngazi ya kaya ni usalama wa chakula. Kama malisho hapa kutosha, maji ipo, majani ipo, manake mifugo yao ina uhakika wa kuishi na kuendelea kuwahudumia katika kutoa maziwa, katika kuboreka kwa afya ya mifugo. Akiuza anapata pesa, anaweza kusomesha watoto. Ndio hasa tunapozungumza kwamba kwenye eneo la malisho ni lazima tusimamie malisho hapa ya kutosha ili kuhakikisha kwamba kwenye ngazi ya kaya inakuwa na chakula. Lakini vile vile kwenye eneo hili tunaboresha hayo malisho kwa lengo la kuhakikisha kwamba mifugo pamoja na wanyama pori wanaendelea kupata maji, wanaendelea kupata malisho
lakini makazi ya wanyamapori yanaendelea kubaki pamoja na mifugo, kwa sababu hauwezi kuwatenga mifugo wafugwao na wanyamapori, kwa sababu wanatumia hizo nyanda pamoja. Lakini kwenye rangeland vile vile tunaamini kama UCRT kwamba ikiboreka hiyo ekolojia inasaidia sana kuisha hali ya hewa, kwa maana ya kutunza ile usafi wa hewa, lakini kuhakikisha kwamba maji au mvua inaendelea kuwepo kwa mtiririko unaotakiwa. Na kuboreka kwa hizi rangeland au maeneo haya ya malisho inasaidia sana kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo imekuwa ni matatizo makubwa sana katika maisha ya mwanadamu yeyote duniani. Hivyo kwa ujumla sasa, UCRT inaamini kwamba nyanda za malisho au maeneo ya malisho yenye afya ni sawasawa na jamii inayoweza kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini na pia na ekolojia inayoweza kuhimili mabadiliko hayo ya nini, ya hali ya hewa. Sasa kwa nini UCRT inalenga kuboresha nyanda za malisho? Kitu cha kwanza ni kwamba maeneo haya ya kwetu ya malisho au hii ekolojia ya malisho inakuwa inaathiriwa na ukame unaorudia mara kwa mara, na hii hali inapelekea kabisa yale malisho kushindwa kupona na kuzalisha yale malisho kama inavyotakiwa. Kila ikitaka kupona, kiangazi inakuja inafululiza. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwa iliyohitaji sasa juhudi ya taasisi kama UCRT kuingia na kufanya kitu. Lakini kwenye eneo hilo, sababu nyingine ya kusababisha sisi tuingie kwenye malisho ni kama hatuendi kwenye jamii wakawa wanalisha katika mtiririko ambao hauna msimamo mzuri au hausimamiwi vizuri, zile rangeland zetu zitapona polepole mno au zitashindwa kupona moja kwa moja na kupelekea kuendelea kuharibika, ambako tunasema sasa inapunguza afya ya ile ekolojia au ile yale maeneo ya malisho. Lakini sababu nyingine ya UCRT kuingia kwenye eneo la malisho, tunaona kabisa kwamba malisho yakiathirika, ile livelihood au maisha ya kawaida kwenye kaya, hasa ukizungumzia wanawake na vijana, inashuka sana kwa kasi, sababu wale hawatembei kama watu wengine. Kwa mifugo ikiathirika kwa sababu ya kukosa malisho au rangeland zikiharibika ikawa haina afya, manake kuna kudorora kwa afya ya malisho, kuna kupotea kwa maji, kuna kupotea hata kwa nishati asilia kama kuni. Kwa hiyo watahangaika sana wale na maisha yao yatakuwa vibaya. Kwa hiyo lazima tuingie kwenye malisho, tuhakikishe kwamba anaboreka, ile uwepo wapate nishati kwa karibu, mifugo iendelee kupata afya, wapate maziwa kwa karibu, wapate hata nyasi za kuwezeka hizi nyumba kwa karibu. Hapo tunakuwa tunamsaidia mwanamke. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini kwenye nyanda zetu, kama ukibahatika kutembea baadaye kwenda field, sasa hivi imeharibika sana kwa kuvamiwa na mimea ambayo haifai kwa chakula, kwa maana ya malisho. Kwa maana ya malisho bora hamna tena. Kuna mimea mingi ambayo naweza nikataja chache kwa Kimasai. Mfano kuna mmea inaitwa ndunduru au kitaalamu wanaita ni Carosuchus, ambao ni mmea ambao ukienea inazuia kabisa majani kuendelea kuwepo. Lakini kuna mmea mwingine unaitwa Oldelemet, kwa lugha ya kitaalamu wanaita Hypomea. Hiyo nayo ikienea manake malisho tena hayoti. Ukiangalia sasa hivi sehemu kubwa ya malisho yetu tunayosimamia ndio imetawaliwa na hiyo mimea. Kwa inahitaji UCRT ingie itafute mbinu mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunazuia hiyo mimea kuenea. Sababu nyingine, ingawa kuna nyingi, lakini hiyo ya mwisho, ardhi pamoja na rasilimali hii inasababisha ugomvi au kwa Kiingereza tunaita conflict baina ya watumiaji mbalimbali wa ardhi. Mfano hizi jamii tunazotaja, wafugaji, wakulima, na inasababisha hii ugomvi na gogo baina ya wafugaji na hifadhi, baina ya wafugaji na wawekezaji wengine. Kwa mfano sasa hivi unasikia kuna miradi kama ya carbon, wale ni wawekezaji wanakuja nawekeza kwenye hayo mazingira. Sasa kama haijasimamiwa vizuri, ikapangwa ardhi, ikajulikana hii ni malisho, hii ni makazi, ni kilimo, hii ni eneo la uwekezaji, basi naendelea kuingiliana. Lakini malisho yakiwa bora, ikiwepo kuna malisho ya kutosha, mfugaji hawezi kupeleka mifugo shambani, hawezi kupeleka mifugo hifadhini. Kama kuna maji hawezi kwenda kwenye eneo la mwekezaji. Kwa hiyo inatulazimu kama UCRT tuingie kufanya hiyo kazi. Sasa tunayo hiki tunaita ujamaa modo.
hii ujamaa modo ndio modo ambao tunatumia sisi kushughulika katika kutatua hizo changamoto. Lakini ndani ya ujamaa modo, hii rangeland ni modo ni nani, ni approach mojawapo tunayotumia ndani ya ujamaa ni jamaa modo. Jamaa modo inajumuishwa na yale maeneo manne kama matano niliyokuambia. Sasa tunazungumza kwenye hii modo moja ambayo inaita ya kuisha rangeland. Na hiyo hii tunaita approach, so modo yenyewe, maana modo ni ile kubwa inajumuisha zote. Kwa hiyo tunaita tu framework au approach mojawapo ambayo ni rangeland. Sasa katika hii approach ya rangeland tuna hatua mbalimbali tunazotumia kuponyesha ardhi. Moja, tunatumia kitu tunaita improved grazing management na planned resting periods. Kwa Kiswahili tunasema kuboresha afya ya maeneo ya malisho kwa kuweka usimamizi thabiti, ambayo inajumuisha jamii kukaa na kutengeneza mipango inayoeleweka, ambayo inakuwa baadaye inatambuliwa kisheria. Wanapangilia kabisa kwamba pamoja na eneo letu la malisho tutakuwa na mpango, labda kama walikuwa hawajagawanya lile eneo katika viraka vidogo vidogo au plot ndogo ndogo, inakuwa haijapangiliwa. Kwa hiyo sasa kwenye huu njia wanagawanya wenyewe. Kama eneo ni kubwa, labda tuseme hekta 80,000, wanaweza wakatengeneza portion kama 6 au 5, ambao sasa wanakuwa wanalisha mifugo kwa kuzunguka. Lengo la kuzunguka, wakati tumefungua labda block 3, block 5 hatutembelei mfano kwa muda maalum. Kama unaweza kusema hizi block 3 tunazofungua kwa sasa, unaweza kuweka ng'ombe kwa siku labda 40 au siku 60, alafu zile 5 zinapumzika hiyo kipindi chote. Lakini wakati wanakaa kwenye zile block 3 labda walizoanza kufungua, wanachunga, wanakula, wakizingatia kwamba hawaondoi ule uoto mpaka chini, wanabakisha uoto fulani, ili wakiondoka, mvua kama inanyesha inakuwa rahisi kuendelea kuota kwa wepesi kuliko kudumu kwenye eneo hilo kwa muda mrefu na kula mpaka udongo